na Mungu ametaka tuwe na zamu hii ya kujifunza. Ninapozungumza habari za kusifu na kuabudu, sizungumzi habari za waimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza habari za kusifu na kuabudu, sizungumzi habari za waimbaji. Ninazungumza habari za mtu au mwenye pumzi. Kwa mujibu wa Biblia inasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Kwa nazungumza kwa maana ya kwamba mtu yeyote anapaswa kumsifu Bwana. Mtu yeyote anapaswa kumwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu yeyote anapaswa kumsifu Bwana na mtu yeyote anapaswa kumwabudu Bwana. Kwa lengo kubwa la Mungu kuachilia neema hii ya kujifunza somo hili ni kwa ajili ya kuimarisha mahusiano binafsi kati ya wewe na Mungu. Na Mungu anataka kufanya kitu kikubwa. Mara nyingi sana tunajua watu wengi sana, wengi wamekuwa wanazoea au wameshajiwekea utaratibu kwamba watakapoomba, wakiomba na kufunga, labda na kutoa sadaka, ndipo majibu ya maswali yao yanapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa nataka nizungumze kwa maana ya kwamba pamoja na maombi, pamoja na kila kitu ambacho unacho, chochote ulicho nacho, chochote ambacho unakifahamu au chochote ambacho umewahi kukisikia katika maisha yako, chochote ambacho Mungu alikuwa amekiumba hapa duniani, kila kitu Mungu alikuwa amekiumba kwa lengo la kuwa na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho unakiona duniani, Mungu alikiumba kwa lengo la kuwa na ibada. Chochote unachokiona duniani au chochote unachokifahamu hapa duniani, Mungu alikiumba kwa lengo la ibada. Hakuna kitu Mungu aliumba kwa sababu tu ya upungufu. Hapana, Mungu hakuumba kitu chochote kwa upungufu. Mungu aliumba kwa lengo la ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na hata mwanadamu aliyesema tumfanye mtu kwa mfano wetu, alikuwa amemuumba mtu ibada. Hakuumba kitu kingine. Wazo la Mungu tangu mwanzo, Mungu anamuumba mwanadamu. Sawa sana kile kitabu cha Zaburi ya 150 mstari wa 6. Ukisoma neno la Mungu anasema kila mwenye pumzi. Wazo la Mungu ni kila mwenye pumzi. Kila mwenye pumzi. Wazo la Mungu ni kila ambaye anapumua. Na ndio maana Mungu anapotaka kuachilia kitu kama hiki cha kujifunza vitu vitakavyokusaidia namna ya kumwabudu Mungu au namna ya kumwendea Mungu, Mungu ana kusudi kubwa sana. Na kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa, ninaamini na wewe umepata nafasi ya kufuatilia. Kichwa cha somo ambacho Mungu ametupa ni neno ambalo Mungu amelisemesha kwa lugha ya tofauti, lakini kichwa cha somo anasema urafiki na Mungu unayemwabudu na faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Urafiki na Mungu unayemwabudu na faida zake. Urafiki wako na Mungu unayemwabudu na faida zake. Urafiki wako na Mungu unayemheshimu na faida zake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa nini Mungu ametaka kuachilia hili neno? Mungu anapotaka kuachilia neno lake, anakusudi lengo kubwa tu ni kuruhusu au kutanua ule wigo, ule upana ambao Mungu alikuwa nao tangu Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu siku ya kwanza. Kwa sababu wakati Mungu anamuumba mtu mara ya kwanza kabisa, wazo la Mungu la kwanza kuingia ndani yake lilikuwa ni kuwa na ibada. Kwa hiyo ninapozungumza habari za urafiki, kwamba urafiki na Mungu unayemwabudu na faida zake, lazima kuwepo na mahusiano, lazima kuwe na urafiki kati ya Mungu unayemwabudu na wewe. Na hii itakupelekea kujua kwamba wingi wa maswali tulionayo, vitu vingi ambavyo tumekuwa tukiendelea kuomba, chochote ambacho tumekuwa kuendelea kukitaka kwa Mungu, vingi sana sio kama Mungu havisikii, anasikia. Maombi mengi sio kama Mungu hasikii, anasikia. Vitu vingi ambavyo tumevipeleka, hoja mbalimbali ambazo tumepeleka mbele za Mungu, sio kama Mungu hazijui, anazijua. Isipokuwa kuna kiwango cha mahusiano kati ya Mungu na mtu, kati ya wewe na baba yako, ndicho kinachoweza kupelekea wewe kupewa. Huwezi kupewa kitu ambacho ni cha thamani kama hamna mahusiano na Mungu au na baba yako. Baba yako mzazi au baba mzazi, baba yangu mzazi,
kama ana kitu cha thamani na mimi nakihitaji, lazima ataangalia hali ya mahusiano. Mimi ni mtoto wake katika nafasi ya utoto. Mungu ataangalia, Baba ataangalia, je, naweza kukitumia katika nafasi ya mtoto? Je, kinaweza kunizidi nguvu, madhara yake? Lakini akiachilia, akijua kwamba hiki ninachotaka kumpa kiko sawasawa na umri wake, sawasawa na mwili wake, sawasawa na uwezo wa kubeba, Mungu anakiachilia. Kwa sio kama Mungu hajui kwamba una maombi, sio kama Mungu hajui kwamba tunayo maombi. Mungu anajua kabisa kwamba tunayo maombi. Mungu anajua kabisa kwamba tuna uhitaji. Lakini anachotafuta Mungu ni kutaka kujua hicho kitu anachokupa wewe, anachotaka kukupa au ambacho unakihitaji wewe, unajua thamani yake? Na sio tu kujua thamani yake, unajua thamani na nafasi ya Mungu kwako. Unajua, je, Mungu kwake anakifurahiaje? Mungu anapokea hicho ambacho Mungu unamsemesha kwamba Mungu nahitaji unipe hiki na hiki. Sio kama Mungu hajui, anajua, ila ndani mwako Mungu anataka ndani mwako aone ana mahusiano gani na wewe. Mahusiano yako wewe na Mungu yameenda mpaka wapi? Na ndio maana nimekwambia kichwa cha somo kwamba urafiki na Mungu unayemwabudu na faida zake. Nataka tusome katika neno la Mungu katika kile kitabu cha, ngoja nisome kitabu cha Mwanzo. Najua kitabu cha Mwanzo ambacho umekuwa ukisoma, lakini nataka nisome kitabu cha Mwanzo kabla sijaendelea na kitabu kingine. Nisome kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa 26. Hapa ndipo ninapoenda kuanza kwa nini natamani ujue urafiki wa wewe na Mungu mahali ulikotoka. Mwanzo 1 mstari wa 26. Mwanzo 1 mstari wa 26. Hapa Mungu alikuwa anazungumza habari za uumbaji. Hapa Mungu alikuwa anazungumza habari za nafasi. Hapa Mungu alikuwa anazungumza habari za thamani ya kitu ambacho amekifanya, kitu ambacho amekiweka ndani ya mtu. Ukisoma Mwanzo 1:26 anasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nitarudia, anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Nataka nisome mpaka hapo tu. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Huu ni mjadala ambao Mungu alikuwa anazungumza na Yesu Kristo na Roho Mtakatifu na jopo la mbinguni alipokuwa anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa anazungumza habari za, ukiona Mungu ni roho. Kwa kama Mungu ni roho, maana yake alikuwa anataka na mtu pia achukue mfano wa roho ambao ni Mungu, roho Mungu. Mungu alikuwa anasema nataka tufanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake kule kwenye roho, Mungu ni roho, Mungu ni roho. Ni kama vile mwanadamu anasema mtu ni roho. Kwa hiyo yule mtu kuwa roho ametokana na nafasi ya Mungu ni roho. Kwa hiyo kwa sababu Mungu ni roho, ndani yake Mungu alikuwa ameweka vitu ambavyo vinaweza vikatengeneza mahusiano kati ya Mungu na mtu, na ndio hivi ambavyo anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Lakini alipokuwa anazungumza habari za mfano, alikuwa anataka kuonesha kwamba hiki ninachokifanya ni kitu ambacho kinatoka kabisa kwenye kufanana na mimi, kinatoka kwenye mfano wangu, kinatoka kwenye asili yangu. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anataka anafanya hivi, alikuwa anataka kutoa sehemu ya asili yake na kuiweka pembeni, ile sehemu ya asili yake ifanane na asili ya Mungu. Asili ya Mungu ambayo Mungu alikuwa anataka hiyo asili ya Mungu ndani yake ndio inaopelekea kuachilia uhalisia. Na uhalisi ni kitu ambacho au ni neno ambalo linalozungumza kwamba hiki ni kitu ambacho au ni mtu ambaye hajabadilika, hivyo hivyo alivyo ndivyo walivyo. Kwa Mungu alikuwa anataka kutoa ile ibada ndani yake, ule mfano autoe, auweke vile vile ulivyo, auweke mahali ambapo lengo lake kubwa ni kuruhusu
kupitisha kile ambacho Mungu alikuwa anakitaka. Na targeti kubwa ya Mungu ilikuwa ni kuwa na maongezi na mwanadamu, kuwa na mazungumzo na mwanadamu, kuwa na kikao na mwanadamu, kuwa na vitu vingi ambavyo angeweza kufanya. Na hiyo ndio ambayo Mungu alikuwa anahitaji, kwa sababu kabla ya misingi ya ulimwengu kuumbwa, shetani alikuwa ameasi, na alipoasi Mungu akasema akamtupa huko kwenye misingi. Alipomtupa huko, kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anapokea ibada kutoka ndani ya kwa shetani. Mungu alikuwa anapokea ibada kutoka kwa Yusufu wakati anaitwa Yusufu zamani, lakini sasa ile ibada, kwa sababu ya kiburi ambacho kilikuwa kimeingia ndani ya shetani, kikapelekea na kubadilisha jina. Ili jina la shetani ni alama ya matendo, ni matendo ya nafasi ya huyo mtu alionayo, nafasi ya hicho kitu kiumbe kilicho nacho. Zamani alikuwa anaitwa Yusufu kwa sababu alikuwa ana kitu cha ibada ndani yake, lakini aliporuhusu kupitisha mashindano, lile jina likanyang'anywa, kwa sababu lile jina ni jina la ibada, jina la kumfanyia Mungu ibada. Na ndio maana shetani akija mahali katikati watu wanafanya ibada, anaweza akakaa kimya kama na yeye ni mtu wa rohoni sana, tena mtu wa ibada sana, na anafanya ibada ya kweli kwa Mungu. Kumbe hawezi kuvumilia muda mrefu, kwa sababu alinyang'anywa ile nafasi ambayo ndani yake ndio ilikuwa inatengeneza urafiki na Mungu, nafasi ambayo ilikuwa inatengeneza urafiki kati ya Mungu na shetani. Ndio nafasi hiyo hiyo ambayo imepotea, ambayo ndio nafasi ambayo Mungu alikuwa anataka, ile nafasi ambayo Mungu alikuwa anaitaka kwa mwanadamu airudishe tena, ambayo alikuwa mwanadamu au shetani Yusufu alipokuwa akimwabudu Mungu, alipokuwa akimtukuza Mungu, akimuinua Mungu, ile ilikuwa ni fellowship, ilikuwa ni faragha, ilikuwa ni mahusiano. Huyo anayeabudu, huyo anayemfanyia Mungu ibada, huyo anayemfanyia Mungu ibada alikuwa na mahusiano mazuri na Mungu, kwa sababu ni roho. Kwa hiyo walikuwa wanakutana kwenye roho. Ndio maana Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Alikuwa anazungumza habari ya roho, kwa maana tufanye mtu kwa mfano wetu, alikuwa anazungumza ule mfano wa roho, kwa maana ya kwamba wazo la Mungu ni mfanano ambao utapelekea kusukuma ibada. Bwana Yesu asifiwe. Mfanano ambao utapelekea kusukuma ibada, na ndicho Mungu mpaka kesho anachokitaka. Mpaka kesho Mungu, hata wale malaika kule mbinguni unasikia wanamwabudu, wanainama, wanavua taji zao. Lengo kubwa la Mungu ni kupata ibada ambayo ni chakula cha Mungu. Kwa Mungu ilikuwa lazima, baada ya plani ya kwanza kuharibika, Mungu anatengeneza plani ya pili. Anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Maana yake tutengeneze ibada nyingine tena inayofanana na hii. Hiyo ibada tuweze kuwa na mahusiano, tuweze kuwa na mawasiliano, tuweze kuwa na kuruhusu, kwa sababu yani ibada mtu kuunganika na ibada Mungu inatengeneza fellowship, ilikuwa inatengeneza ushirika, ilikuwa inatengeneza hali ya kushikamana kati ya moyo wa Mungu na moyo wa mtu. Mungu wakati anataka ibada, alikuwa anaipata ibada kutoka kwa malaika, ilikuwa safi. Lakini aliponyanyuka Yusufu na kuanza kuona kwamba anatakiwa yeye kusifiwa, akaondoa ile faragha, akaondoa ile fellowship ambayo Mungu alikuwa anaipokea kutoka kwa malaika. Kwa Mungu akasema okay, ninataka ibada kutoka kwa mwanadamu. Ibada hii kwa malaika, maana Mungu ni roho na malaika pia ni roho. Kwa hiyo ndio maana unaweza kusema kwamba mbona malaika sasa hawaonekani kwenye macho ya nyama, hawafanyi kazi hizi kama tunavyofanya? Kwa sababu ni roho, ndio maana hawana mwili. Lakini Mungu akasema okay, ibada ninayoipata naipata ibada ya upande mmoja.